الآب والابن والروح القدس الله الأحد آمين. تفضلت وزارة السياحة المصرية بالاتفاق مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وبالاتفاق أيضا مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بأن جعلت الأماكن التي زارتها وتوقفت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها الشاقة في الهروب إلى مصر جعلتها أماكن زيارة وتبرك للسياح الأجانب لتنشيط السياحة الدينية في مصر داخليا وخارجيا. رأينا نحن من جانبنا أن نساهم في هذا المشروع القومي العظيم، فقمنا بعمل هذا الفيلم التسجيلي المبارك عن الأماكن المحطات التي توقفت فيها العائلة المقدسة لالتقاط الأنفاس وبركتها من شرق أرض مصر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، لكي يشاهده السائح للتعرف على تلك الأماكن وتاريخها القديم والحديث. نرجو أن يكون هذا الفيلم سبب بركة ومعرفة تاريخية وروحية لكل من يشاهده، بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم والقديس يوسف النجار وصلوات أبينا الطوباوي البابا المكرم الأنبا تودروس الثاني، ولإلهنا المبارك العظيم كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. Na walipoondoka, tazama, malaika wa Bwana akamtokea Yosefu katika ndoto akisema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nitakapokuambia, maana Herode atamtafuta mtoto ili amwangamize. Basi akaondoka akamchukua mtoto na mama yake wakati wa usiku, akaenda Misri, akakaa huko hata kifo cha Herode, ili litimizwe neno lililonenwa na Bwana kwa nabii, akisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Mathayo 2:13-15. Na Joseph alitii maagizo ya Mungu, akamchukua Bikira Maria pamoja na mtoto Yesu na kwenda nao katika nchi ya Misri, na wakapita katika mji wa Raf, kisha wakaenda El Araish na kisha mji wa Tal Basta ambayo inapatikana katika jiji la Zakazig. Baada ya kukaa katika mji wa Belbeis, familia takatifu ikapita katika mji wa Samanod na kisha mji wa Saka. Ndipo wakafika katika jangwa la Sitis ambalo kwa sasa linajulikana kama Bonde Natron, na hapa ndipo watawa wa shirika la Baramos, shirika la Siria, shirika la Mtakatifu Pishoi na shirika la Mtakatifu Abba Makar anapatikana. Ndipo kisha familia takatifu ikawasili katika wilaya iitwayo Mataria katika Kairo, ambapo baadaye wakasafiri mpaka wilaya ya Babylon katika Kairo ya zamani. Ndipo hapo ambapo waliweka makazi katika mapango ambayo sasa hivi yapo katika kanisa la Mtakatifu Abu Sarga. Kisha familia takatifu ikawasili katika eneo la Maadi na baada ya hapo wakasafiri kuelekea kusini kupitia Misri ya juu. Walipita katika mji wa El Banasa na kisha wakafika katika mji wa Samalot, mahususi katika mlima Tea.
Kisha baadaye, familia takatifu ikasafiri kwenda mji wa El Ashmonein na baadaye wakaendelea mpaka mlima Koskam katika mji wa Asiut. Na hapo ndipo waliweka makazi katika mapango ya mlima Koskam. Na kwa muda mwingi familia takatifu ilikaa hapo kwa muda wote waliokuwepo Misri, inakadiriwa kuwa ni kama miezi 6. Na ilikuwa ni hapo ambapo malaika wa Bwana alimtokea Joseph na kumtaarifu sasa ni muda salama wa kwa familia takatifu kurejea Yerusalemu. Na baadaye familia takatifu ikasafiri kutoka mlima Koskam kwenda mlima Asiut na wakabakia katika mapango katika mji wa Dronka, makazi ya sasa ya watawa wa shirika la Mtakatifu Maria. Kuenenda mbele, familia takatifu ikaelekea Yerusalemu kama ambavyo malaika wa Bwana alimwelekeza Joseph. Eneo la kwanza, Bethlehem. Mwanzo wa kutoroka kwenda Misri ulianzia Bethlehem, mji mdogo uliopo maili 6 kusini mwa Yerusalemu, na hapa ndipo alipozaliwa Daudi, nabii na mfalme. Pia ndipo alipozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu aliyepata mwili kwa ajili ya wokovu wetu. Aidha, kaburi la Raheli lipo huko, pamoja na kanisa la kuzaliwa ambalo lina eneo alilozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Eneo la pili, jangwa la Sinai. Familia takatifu walifika kwenye mpaka wa kusini magharibi mwa Misri katika mji wa Rafah. Kutoka huko walisafiri kwenda Sheikh al-Zowaid, kisha kwenda Arish, kisha kufika katika mji wa Baloza ambao sasa unajulikana kama Al-Farama, karibu na Port Said. Maeneo haya yote yapo katika jangwa la Sinai nchini Misri, karibu na bahari ya Mediteranea. Karibu na mji wa Al-Farama kuna eneo linaloitwa Tel Al-Farama au kilima cha Al-Farama. Juu ya kilima hiki kuna mabaki ya muundo wa kale unaofanana na ngome pamoja na nguzo za zamani. Vilevile kuna mabaki ya shirika la Mtakatifu Mari na Mtakatifu Is-Otoros Al-Farami. Hii ndiyo sababu tunaita kilima hiki kilima cha makanisa. Familia takatifu iliingia Sinai siku ya 24 ya mwezi wa Kikoptiki wa Bashans, ambao ni siku ya kwanza ya Juni. Kanisa la Kikoptiki linazingatia siku hii kama sikukuu ya kuingia kwa Bwana Yesu Kristo katika nchi ya Misri, na linaadhimisha sikukuu hii kila mwaka hadi leo. Ni moja ya sikukuu ndogo za kanisa la Kiorthodoksi la Kikoptiki. Eneo la tatu, Tel Basta, kilima cha Basta. Familia takatifu walifika katika mji wa Tel Basta, ambao sasa ni mji wa kale kwenye ukingo wa nje wa mji wa Zagazig, mji mkuu wa mkoa wa Asharkia. Mji huu ulikuwa ukijulikana zamani kama mji wa miungu kwa sababu ulikuwa umejaa hekalu za sanamu ambazo ziliporomoka chini na kuharibiwa mara tu familia takatifu walipoingia Misri. Wananchi waliposhuhudia hii, walikumbwa na hofu, kulingana na unabii wa nabii Isaya, mzigo juu ya Misri. Tazama, Bwana anapanda juu ya wingu la kasi, naye atakuja Misri. Sanamu za Misri zitatikisika mbele zake, na moyo wa Misri utayeyuka ndani yake. Isaya 19:1. Watu walipogundua kwamba sanamu na mahekalu yao yaliharibiwa wakati familia takatifu ilipoingia mji wao, walikataa kuwatendea kwa heshima na waliwafukuza kutoka mji wao. Hata hivyo, Bwana Yesu Kristo alianzisha chemchemi ya maji kutoka ardhini katika mji huo, ili yeye, mama yake na Yosefu seremala waweze kunywa kabla ya kuondoka. Hii ndiyo kisima cha kwanza cha maji ambacho Bwana Yesu alianzisha wakati wa safari yake kwenda nchi ya Misri. Ni muhimu kutambua kwamba Bwana Yesu alianzisha jumla ya visima vya maji 18 katika safari yake katika nchi ya Misri, baadhi ambavyo vipo hadi leo. Kwa maeneo matatu ya kwanza, ishara pekee ya mimea ilijumuisha kichaka kinachozalisha majani ya kijani kama chai ya kijani, inaitwa marmaria. Majani ya kichaka hiki ni yenye manufaa na yakichemshwa yanatengeneza kinywaji chenye ladha nzuri wakati yanapotiwa sukari. Ninaamini kwamba jina lake asili ni Maria Mia, baada ya Bikira Maria,
ambaye labda alitumia majani yake kuchemsha na kunywa wakati wa kupitia maeneo matatu ya kwanza. Eneo la 4, Mosto Road. Mosto Road iko katika ukingo wa nje wa Cairo na ni sehemu ya jimbo la Al-Qoloubia. Kanisa lake lipo chini ya dayosisi ya Shubra Al-Khaima. Familia takatifu iliitembelea mji wa Mosto Road na Bwana Yesu Kristo alianzisha kisima cha maji ndani yake ambacho kila mwanachama wa familia takatifu alikunywa. Ni katika kisima hiki ambapo Bikira Maria alimwosha mwanaye wa kimungu. Hivyo, kisima hiki pia kinajulikana kama mahama, yaani bafu. Kisima hiki pia ndicho ambapo Bikira Maria aliosha nguo. Kuna kanisa la kale lililopo Mosto Road na wengi huja kulisalimia hasa wakati wa mfungo wa Mtakatifu Maria. Mji wa 5, mji wa Belbais. Baada ya kuondoka katika mji wa Mosto Road, familia takatifu iliendelea na safari kuelekea kusini magharibi kufika katika mji wa Belbais. Mji huu kwa sasa ni sehemu ya jimbo la Sharkia. Hapa ndipo familia takatifu ilipumzika chini ya mti kwa kivuli. Mti huu unajulikana kama mti wa Mariamu na pia kuna kanisa la kale lililopo Belbais. Eneo la 5, mji wa Samanoud. Samanoud ni sehemu ya sasa ya jimbo la Garbia na ni nyumbani kwa kanisa la kale linaloitwa kwa jina la Bikira Maria na Mtakatifu Abanoub al-Nahisi. Kanisa hilo lipo chini ya dayosisi ya Mahala Kobra. Wakati familia takatifu iliondoka kutoka mji wa Belbais kuelekea sehemu ya kaskazini mwa Misri, walifika katika mji wa Samanoud. Hapa, familia takatifu ilipokelewa kwa furaha kubwa. Na wakati Bwana wetu Yesu alipomfufua mtu aliyekuwa amekufa, watu wa mji huu walifurahi. Familia takatifu ilikaa katika mji wa Samanoud kwa muda mrefu. Mmoja wa wanawake alimpa Bikira Maria chombo kilichotengenezwa kwa jiwe kama zawadi. Hapa ndipo Bikira Maria alitengeneza unga ili kuoka mkate kwa ajili yake na kwa ajili ya familia takatifu. Chombo hiki cha jiwe kipo hadi leo. Kimehifadhiwa ndani ya kasha la kioo lililopo katika ua wa kanisa. Pia katika ua wa kanisa kuna kisima ambacho familia takatifu ilikunywa maji yake. Baadhi ya maji haya yanachukuliwa na kuwekwa ndani ya chombo cha jiwe kama baraka kwa wageni wote. Eneo la 7, mji wa Saka. Mji wa Saka sasa uko sehemu ya mkoa wa Kafr al-Sheikh, karibu na bahari ya Mediterania. Baada ya familia takatifu kuondoka mji wa Samanoud, walisafiri hadi mji wa Saka, ambao jina lake la Kikopti ni Bika Isos, ambalo tafsiri yake ya moja kwa moja ni miguu ya Yesu. Ni katika mji huu ambapo Bwana wetu Yesu alisimama juu ya jiwe maalum na alama ya mguu wake wa kulia iliachwa kwenye jiwe hilo. Jiwe hilo bado lipo hadi leo, likiwa na alama ndogo ya mguu wa Bwana Yesu juu yake. Limehifadhiwa kwa usalama ndani ya kasha la kioo ndani ya kanisa. Chini ya jiwe, maneno yafuatayo yameandikwa: Mungu ni mmoja. Zaidi ya hayo, chemchemi ya maji ilibubujika kutoka ardhini katika mji huu. Hivyo, kisima kingine kwa familia takatifu walitumia kunywa maji yake. Nyumba ya watawa iliyoitwa ilijengwa katika mji huo ulioitwa Deir al-Maktas. Nyumba hii iliendelea kuwapo hadi karne ya 13. Na wakati ilipoanguka, kanisa lilijengwa mahali pake, ambalo lipo hadi leo. Eneo la 8, bonde la Natron. Baada ya kuondoka katika mji wa Saka, familia takatifu iliuvuka mto Nile na kuelekea kusini mwa jangwa la magharibi, hadi walipofika katika bonde la Natron. Bonde la Natron ni eneo lenye shimo refu la kilomita 60 na upana wa kilomita 12. Wakati wa enzi za ufalme wa Farao, eneo hili lilijulikana kama Sokti Hamam au Wadi al-Mal, bonde la chumvi, kwa sababu ziwa lake lina kiwango kikubwa cha chumvi asilia. Wafalme wa Misri wa wakati huo walichimba chumvi ya Natron, ambayo walitumia katika mchakato wa kuhifadhi maiti zao. Wakati familia takatifu ilipokuwa ikipita eneo hili la jangwa, walipata kiu. Kwa hivyo Bwana Yesu alianzisha chemchemi ya maji safi kwao kunywa, na baada ya kunywa walipumzika. Chemchemi hii iliendelea kuwa chanzo cha maji safi hadi leo na inaitwa chemchemi ya Mariamu. Baadaye jina la chemchemi lilibadilishwa kuwa chemchemi ya Hamra kwa sababu kijiji kilicho karibu kilianzishwa, na wote waliokuwa wanaishi katika kijiji hicho walitegemea chemchemi hiyo kama chanzo chao cha maji safi. Chemchemi hii ilizalisha wingi wa maji safi,
ambayo yalichanganyika na maji ya chumvi yanayozunguka na kuenea kwa mamia ya ekari. Maji katika eneo hili hutumika kwa madhumuni ya dawa, kutibu magonjwa mbalimbali kama vile psoriasis. Pia, kupitia baraka za familia takatifu ambao walitembelea bwawa la Natron, utawa ulianza mwaka wa 330 BK chini ya uongozi wa Mtakatifu Makarios Mkuu ambaye alifika kutoka moja ya vijiji vya mji wa Minofia karibu na bwawa la Natron. Alikuwa anaishi katika pango katika sehemu ya magharibi ya bonde ambapo shirika la utawa la Baramos linaishi hadi leo. Ndugu wawili wa Rumi, watakatifu Maximus na Domadios, walikuwa wa kwanza kuwekwa wakfu kama wamonaki chini ya uongozi wa Mtakatifu Makarios, ambaye pia anajulikana kama Abba Makar. Baada ya kuanzisha shirika la utawa ambalo waliliita kwa majina yao Albaramos, ambayo inamaanisha Warumi wawili. Wakati idadi ya watawa ilipoongezeka katika shirika hili, Mtakatifu Makarios aliliacha shirika kwa baadhi ya wanafunzi wake, ikiwa ni pamoja na Abba Isotoros na Abba Bapnoteos. Baada ya hapo, Mtakatifu Makarios alikwenda kuishi katika sehemu ya mashariki ya bonde la Natron. Ilikuwa hapo alipoanzisha shirika lingine la utawa katika utawa mpya lililoitwa Abba Makar, linalojulikana pia kama Deir Abba Makar. Shirika la utawa la Abba Makar lilipata umaarufu katika zama za kati, na zaidi ya mapatriarki 15 walitokea katika shirika hii kuchunga kanisa la Kikopti. Kuhusu shirika la Baramos, pia ni shirika maarufu sana ambalo liliwahi kutoa mapatriarki wakubwa katika karne ya 19 na ya 20. Katikati ya shirika la Abba Makar na shirika la Baramos, mashirika makubwa mawili yalianzishwa, ambayo ni shirika la Mtakatifu Bishoi na shirika la Mtakatifu Mariam al-Sourian. Yako karibu na nyumba ya mapumziko iliyopo Cairo katika njia ya kwenda jangwa la Alexandria. Shirika la Mtakatifu Bishoi lilianzishwa katika karne ya 5 chini ya usimamizi wa mlezi wa shirika la Mtakatifu Bishoi. Shirika hili linajulikana sana hasa kwa kuwa na makazi makuu ya Papa, ambayo yalijengwa na Papa Shenouda I aliyefariki. Hapa ndipo Papa Shenouda I alitumia takriban siku 3 kwa wiki katika mapumziko ya kiroho. Alipofariki dunia tarehe 17 Machi 2012, alizikwa ndani ya shirika hilo katika kaburi maalum. Na kaburi hili limekuwa maonyesho ambapo baadhi ya vitu vyake binafsi vinavyoonyeshwa ni mahali maarufu pa hija. Baada ya kifo cha Papa Shenouda, wakati Mtakatifu Papa Tawadros I alipowekwa wakfu, naye pia alitumia makazi yale yale ya kipapa. Papa Tawadros alifanya ukarabati wa makazi hayo na kuongeza miundombinu yake, pia akijenga makanisa zaidi. Mtakatifu Papa Tawadros I pia hutumia siku chache hapa kwa ibada na kupumzika. Vilevile, Papa hutumia muda hapa wakati wa sikukuu kama Pasaka na Krismasi, na pia kufanya mikutano mahali hapo. Mungu amlinde na kumwongezea maisha kwa ajili ya kanisa na utawa. Kuhusu shirika la Mtakatifu Mariam al-Sourian, liko karibu na shirika la Mtakatifu Bishoi, yanatenganishwa na uzio. Shirika hii lilijengwa katika karne ya 6 juu ya pango ambapo Mtakatifu Bishoi alikuwa anaishi, karibu na shirika lake. Pango la Mtakatifu Bishoi lipo hadi leo, na lipo karibu na kanisa kuu katika jengo la utawa wa Sourian. Shirika hili lilipewa jina lake Mtakatifu Maria Mama wa Mungu, na ni moja kati ya mshirika ya Theotokos yaliyoanzishwa baada ya mkutano wa Efeso mwaka 431 ili kuthibitisha mafundisho ya Theotokos. Shirika la Mtakatifu Mariam lilianza kuitwa Shirika la Sourian kwa sababu katika karne ya 8, watawa kutoka kanisa la Kiorthodox la Syria, ambalo ni kanisa dada yetu, walikuja kutumia muda fulani hapo, hivyo ikachukua asili yao na majina yote mawili yakajiunga. Hivyo basi, likawa Shirika la Mtakatifu Mariam al-Sourian. Jangwa la Sketis au Skete ya Makarios katika bonde la Natron lilikuwa maarufu kwa elimu yake ya juu katika utawa. Kwa hivyo, watawa kutoka tamaduni na nchi zote walikuja kujifunza kuhusu utawa kutoka kwa mafundisho ya watawa wakongwe na waelimishaji wa shirika. Walikuwa wanaishi katika shirika jirani pamoja na watawa wa Kikopti. Kwa hivyo, katika jangwa tunapata shirika la Sourian pamoja na shirika la Waethiopia, shirika la Waarmenia na shirika la Wanubi. Shirika la Sourian linajulikana kwa idadi kubwa ya wamchaji Mungu wake na watawa wenye elimu. Pia inajulikana kwa maktaba yake kubwa na yenye aina mbalimbali, ambayo inaandika mengi ya zamani na maandiko mbalimbali katika lugha nyingi tofauti, ikiwa ni pamoja na Kiarabu, Kikopti, Kigiriki, Kisiria, Kiethiopia, Kiingereza na Kifaransa miongoni mwa nyingine. Katika karne yetu ya sasa, marehemu Papa Shenouda I alitokea katika shirika hili. Aliinua jina la kanisa la Kikopti kufikia kilele chake duniani kote, kupitia maarifa yake mbalimbali na roho yake. Pia, maaskofu wengi na mitropolitani walitokea katika shirika hili, ambao wanajulikana kwa utakatifu wao na maarifa yao mapana.
Eneo la 9, mji wa Mataria na mji wa Ain Shams. Familia takatifu iliondoka kutoka bonde la Natron kwenda katika wilaya za Mataria na Ain Shams. Ain Shams ni wilaya ya zamani na wakati wa nyakati za kifarao iliitwa mji wa On. Ilikuwa mji maarufu kwa sababu makuhani na wafalme wote wa kale walijifunza huko. Imetajwa hata katika Biblia takatifu kwamba Yosefu mwenye haki alimwoa Asenath, binti ya Potipera, kuhani wa On. Naye Farao akamuita Yosefu jina la Zafnath Panea. Akampa Asenath kuwa mke wake, binti ya Potifera, kuhani wa On. Basi Yosefu akatoka na kwenda katika nchi yote ya Misri. Mwanzo 41:45. Huu ndio mji wa Shams, kama ilivyotajwa katika unabii wa Isaya. Siku hiyo kutakuwa na miji 5 katika nchi ya Misri, ikisema lugha ya Kanaani, na kuapa kwa Bwana wa majeshi, mmojawapo utaitwa mji wa jua. Isaya saa 19:18. Wagiriki walipoivamia Misri, waliita mji huu Heliopolis, yaani mji wa jua au Madinat al-Shams. Familia takatifu kisha ikafika katika wilaya ya Mataria, ambao iko karibu na Ain Shams, na hapo Bwana Yesu alianzisha chemchemi ya maji safi. Familia takatifu ilikunywa maji haya. Maji hayo pia yalitumiwa na Bikira Maria kufua nguo za mtoto Yesu. Maji hayo yalipomwagika juu ya ardhi, mti mzuri wenye harufu nzuri wa balsamu ulimea. Hadi leo kuna mtaa katika eneo hilo unaoitwa mtaa Balsamu. Familia takatifu ilipumzika chini ya mti mkubwa ambao leo unajulikana kama mti wa Mariam na bado unasimama imara. Kando ya mti huu, watu walipanda miti mingine ya aina hiyo ambao inaendelea kuishi hadi leo. Mti na kisima cha maji ya chemchemi vimezungukwa na uzio mkubwa. Vyote vinatumika kama alama muhimu kwa watalii. Alama hii ilitembelewa na Malkia Eugenie wa Ufaransa, na alichukua baraka zake alipoenda Misri kuhudhuria ufunguzi wa mfereji wa Suez mwaka 1869. Pia, askari wengi wa Ufaransa walikuja kutembelea alama hii wakati wa kampeni ya Ufaransa huko Misri, na pia walichukua baraka za maji ya kisima. Baadhi ya askari waliponywa kutoka kwa magonjwa mbalimbali na waliandika majina yao na maneno ya shukrani juu ya mti. Eneo la 10, Al-Zeitoun. Baada ya familia takatifu kuondoka katika wilaya ya Al-Mataria, walielekea wilaya ya Al-Zeitoun ambapo walipumzika kwa muda mfupi. Baada ya karne 20, Bikira Maria alijitokeza katika kanisa lililopewa jina lake, lililoko kwenye barabara ya Tomambui huko Al-Zeitoun. Tukio hili la kimiujiza lilitokea tarehe 2 Aprili 1968. Bikira Maria aliendelea kujitokeza juu ya kanisa hili kwa takriban mwaka mmoja, na mamia ya maelfu ya watu kutoka dini na asili mbalimbali walimshuhudia. Kanisa hili ni alama maarufu duniani hadi leo. Mwaka 2018, kanisa la Koptiki linaadhimisha miaka 50 tangu tukio hili tukufu la kujitokeza. Ni sherehe inayostahili kwa Bikira Maria, mama wa Mungu. Familia takatifu ilifika Haret el Zeweila au mtaa wa Zeweila na walikunywa kutoka kwenye kisima cha maji pale. Katika karne ya 4, Mungu alimwongoza Mkopti tajiri aliyeitwa Zelon mwenye hekima kujenga kanisa katika eneo hili karibu na kisima cha maji. Kuhusu asili ya jina Zeweila, wakati Gohar el Sougli, jenerali wa Fatimid ambaye alianzisha jiji la Kairo, alipokuwa akiongoza uvamizi wa Misri, kulikuwa na msafara uliomsindikiza, na moja ya makabila katika msafara huo yalijulikana kwa jina la kabila la Zeweila. Walikuwa asili yao ni kutoka Moroko. Kabila la Zeweila liliamua kuishi katika sehemu fulani ya Kairo, hivyo ikaitwa kwa jina lao. Kanisa katika eneo hili liliitwa Kanisa la Mtakatifu Maria anayeokoa kutoka kwa minyororo ya chuma. Kanisa liliitwa hivyo kwa heshima ya muujiza ambapo Bikira Maria alimkomboa Mtakatifu Mathias, mmoja wa mitume 12 wa Asia Ndogo, kutoka kwa pingu za chuma alizofungwa nazo akiwa gerezani. Pingu za chuma ambazo Mtume Mathias alifungwa nazo zilivunjika na aliachiliwa huru kupitia maombi ya Bikira Maria. Kanisa linaadhimisha sikukuu ya mwaka pamoja na heshima kwa heshima ya muujiza huu, siku ya 21 ya mwezi wa Koptiki wa Bauna, ambayo ni tarehe 28 ya Juni. Kanisa hili ni la zamani, likianzia karne ya 4 na limetumika kama makazi ya kipapa kwa mapatriaki 23 wa kanisa la Kiorthodoksi la Kikopti kwa zaidi ya miaka 360. Kando ya kanisa hili kuna makonventi mawili, moja limepewa jina la Mtakatifu Maria na lingine limepewa jina la mkuu wa mashahidi, Mtakatifu George. Watawa wanaoishi katika makonventi haya wanafuata nyayo za mama yetu Bikira Maria aliyelibariki eneo hili.
Hii ni kwa sababu watawa wamejitolea mioyo yao kwa Kristo na miili yao kwa usafi. Wanaishi maisha ya kuabudu, kujitenga na kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, kama mama yetu Bikira Maria alivyobariki mahali hapa. Eneo la 12, kanisa la Bikira Maria al-Esbawiyya. Familia takatifu iliondoka Haret Zuweila na kusafiri hadi walipofika Old Cairo, iliyoko moja kwa moja kando ya mto Nile. Njiani walipita jiji la Esbakia, Cairo. Ni katika jiji hili ambapo kanisa kuu la Mtakatifu Marko lilijengwa katika karne ya 18 na linahifadhi makazi ya Papa. Makazi haya ya Papa yalitumika kama makao kwa mapatriaki 9 wa kanisa la Kikopti kwa zaidi ya miaka 150. Hii ilikuwa matunda ya baraka za familia takatifu waliopita mahali hapa. Kando ya kanisa kuu la Mtakatifu Marko iko kanisa la Bikira Maria Esbawiyya. Ilikuwa iitwayo Esbawiyya kwa sababu iko kwenye mtaa unaoitwa Etfat al-Esba, na mtaa huu unatenganishwa katika eneo kubwa linaloitwa Harat al-Jeneina au bonde la mabustani. Jina linaashiria kwamba wakati familia takatifu ilipopita katika eneo hili lilikuwa ni eneo la kilimo. Lilikuwa na bustani iliyokuwa imejaa miti ya matunda pamoja na eneo fulani la ardhi ambalo lilimilikiwa na mkulima tajiri. Kwenye kuingia katika Esbawiyya kuna kisima na inasemekana familia takatifu walikunywa kutoka kwake. Kuna jiwe la marumaru lililoandikwa maneno kisima cha Bikira Maria. Muujiza wa kushangaza ulitokea katika eneo hili kupitia baraka za familia takatifu walipokuwa wakipita. Muujiza huo umerekodiwa kama ifuatavyo. Wakati familia takatifu ilipopita katika kipande hiki cha ardhi, walikutana na mkulima Mmisri aliyekuwa akipanda mbegu za tikitimaji. Aliwakaribisha na kuwapa maji ya kunywa kutoka kisimani. Pia alikuwa ndani ya jengo la Esbawiyya. Wakati familia takatifu ilipokuwa ikipumzika, Bikira Maria alimwambia mkulima, tunakimbia uso wa Mfalme Herode kwa sababu anataka kumuua mtoto huyu asiye na hatia. Kisha Bikira Maria alimwambia mkulima kuhusu Bwana Yesu Kristo pamoja na kupata kwake mwili kwa kiungu. Baada ya kusikia haya, mkulima aliguswa na alivutiwa na mtoto Yesu asiye na hatia pamoja na maneno mazuri na ya kiroho ya Bikira Maria. Kisha Bikira Maria alimwambia, kwa nguvu za mwanangu Bwana Yesu Kristo, muujiza wa ajabu utatokea katika ardhi yako. Utauona kesho asubuhi mapema utakaporudi katika ardhi yako. Siku inayofuata wanaume fulani watapita katika ardhi yako na watakuuliza kuhusu sisi, watakuelezea sura zetu. Watakukuta kama umewaona mzee, msichana mdogo na mtoto mdogo pamoja nao wakisafiri kwa punda. Waambie kwamba familia unayoelezea kweli ilipita hapa wakati nilikuwa napanda mbegu za tikitimaji. Baada ya mkulima kusikia haya, aliwaaga familia takatifu na kurudi nyumbani kwake. Familia takatifu kisha iliondoka katika eneo la Old Cairo na kujificha katika pango lililopo katika kanisa la Abu Saga. Asubuhi iliyofuata, mkulima alirudi katika ardhi yake na alikuta mbegu za tikitimaji alizopanda jioni iliyopita zimeota na kuwa tikitimaji kubwa na zilizoiva usiku kucha. Ni kama vile Bikira Maria alivyomtabiria kwamba muujiza ungefanyika katika ardhi yake. Alishuhudia kwa macho yake mwenyewe na akakaa chini kutafakari yaliyotokea. Kisima hicho alikitumia kumwagilia ardhi yake na leo hii kisima bado kipo. Baada ya muda mfupi, wajumbe wa Herode walifika wakitafuta familia takatifu ili waweze kuwakamata. Walimuuliza mkulima kuhusu familia takatifu na wakamuelezea sura zao. Kujibu, mkulima alisema nao, kulikuwa na familia yenye maelezo haya waliopita nilipokuwa napanda mbegu za tikitimaji kwenye ardhi yangu, kama vile Bikira Maria alivyomwagiza aseme. Wajumbe wa Herode waliposikia haya, walitazama tikitimaji na walikuwa na huzuni kubwa wakisema kwa wenyewe, familia ilipita eneo hili miezi 3 au 4 iliyopita.
Walirudi nyumbani kwa huzuni na familia takatifu ikawa imeokolewa kutoka mikononi mwao. Sehemu ya 13. Kanisa la Abu Saga, Kairo ya zamani. Familia takatifu ilifika Old Cairo na kujificha katika pango la chini ya ardhi, karibu na ngome ya Babeli ambapo waliishi kwa miezi mitatu. Hatimaye pango hili lilibadilishwa kuwa kanisa dogo na kanisa kubwa lingine lilijengwa juu yake. Kanisa kubwa lililopo juu lilipewa jina la wafiadini wawili, watakatifu Sergius na Bacchus. Kanisa hilo kisha likajulikana kama kanisa la Abu Saga. Hili ni kanisa maarufu ambalo huzurua na watalii wengi kutoka sehemu mbalimbali duniani, wakitafuta baraka za mahali ambapo familia takatifu ilikaa kwa muda. Pia katika kanisa la Abu Saga kuna kisima cha zamani ambacho familia takatifu ilikunywa maji kutoka humo. Kanisa hili pia lina beseni kubwa la maji ambalo limekuwepo tangu enzi za utawala wa Allah al-Fatimi, ambaye aliwazuia Wakristo kusherehekea sikukuu ya Epifania kando ya mto Nile. Kwa sababu alitesa vikali Wakristo kwa sababu hii, kanisa lilipata njia ya kuendelea kusherehekea sikukuu ya Epifania. Mfano wa kisima ulichimbwa katika meli ya makanisa machache na ulijazwa maji wakati wa sikukuu ya Epifania. Maombi matakatifu ya laani yalisomwa juu ya maji hayo, na baadhi ya vijana wa kiume waliingia kisimani wakiwa wamevaa nguo zao ili kupata baraka za maji matakatifu wakati wa sikukuu hii ya furaha. Kanisa la Abu Saga ni moja ya makanisa ya zamani zaidi nchini Misri. Karibu na kanisa hili kuna kanisa lingine lenye umri sawa linaloitwa kanisa la Muwalaa au kanisa linalopinga. Kanisa hili limetajwa kanisa linalopinga kutokana na jinsi lilivyopo juu ya lango la ngome ya Kirumi ya Babeli. Kanisa hili rasmi limetajwa kwa heshima ya mama yetu Bikira Maria. Kati ya makanisa haya mawili yanayopakana, Muwalaa na Abu Saga, ndipo palipo nyumbani kwa makumbusho ya Koptiki yaliyoanzishwa na Simaika Pasha, mmoja wa Wakristo wa Kopti matajiri walioipenda historia ya Kopti. Makumbusho haya kwa sasa ni sehemu ya Wizara ya Mambo ya Kale. Kanisa la Abu Saga husherehekea kuingia kwa Kristo nchini Misri siku ya 24 ya mwezi wa Kopti wa Bashans, ambayo pia ni siku ya kwanza ya Juni. Ni matumaini yetu kwamba siku moja karibu, siku hii itaweza kuwa sikukuu ya kitaifa nchini Misri kila mwaka. Eneo la 14, kanisa la Bikira Maria katika mji wa Al-Maadi. Familia takatifu ilifika katika mji wa Maadi kando ya mto Nile. Katika eneo hili kanisa lilijengwa baadaye na kupewa jina la kanisa la Bikira Maria Maadia au ambaye alipita. Sababu ni kwamba familia takatifu ilipita katika eneo hili na kupanda meli ili kuvuka mto Nile ili kufika Misri ya juu. Eneo lote hilo baadaye liliitwa mji wa Maadi au mji wa kupita. Awali, wakati eneo hili lilikuwa mbali na maisha ya mjini Kairo, shirika lilianzishwa hapo kwa jina la Shirika la Mtakatifu Maria al-Adwiya. Hata hivyo, wakati eneo la Maadi lilipoendelea zaidi na kuwa na watu wengi, haikufaa tena kwa watawa kuishi huko, hasa kwa kuwa watawa wamezoea kuishi peke yao na katika utulivu kwenye nyika na mapangoni. Hivyo, shirika lilibadilishwa kuwa kanisa ili kuhudumia wananchi waliokuwa wakiishi katika eneo hilo. Familia takatifu iliishi katika eneo hilo kwa siku chache mpaka walipopanda mashua kuvuka kwenda Misri ya juu. Katika ua wa kanisa hilo kuna mlango unaopeleka kwenye ngazi zinazoshuka kuelekea mto Nile. Inasemekana hapa ndipo familia takatifu ilipopanda mashua na kuvuka mto Nile kwenda Misri ya juu.
Tarehe 12 Machi 1976, baada ya liturujia takatifu kusaliwa kanisani humu, baadhi ya waumini waliona Biblia kubwa ikiwa inaelea juu ya mto Nile. Biblia hiyo ilielea kuelekea kanisani mpaka iliposimama mbele ya ngazi za kale zinazoongoza hadi kanisani. Waumini waliokota Biblia hiyo na walikuta imefunguliwa katika sura ya 19 ya kitabu cha nabii Isaya, ambapo imeandikwa, tazama, Bwana anakuja juu ya wingu la kasi, ataingia Misri. Isaya 19:1. Na pia waliona maneno, barikiwa Misri, watu wangu. Isaya saa 19 na madakika 25. Kanisa liliiweka Biblia hii ndani ya kasha la kioo katika madhabahu ndogo ndani ya kanisa, na waliacha ukurasa ule ule uliopatikana ukiwa wazi. Biblia hii bado ipo kanisani hadi leo na inathibitisha kwamba familia takatifu ilifika Misri na kupita katika eneo hili maalum. Eneo la 15, kijiji cha Deir el-Ganos. Kijiji cha Deir el-Ganos kiko katika wilaya ya Magaga katika mkoa wa Elminya, zaidi ya kilomita 20 kusini mwa Magaga. Kijiji chote kinaishi Wakristo na kina kanisa la Kikopti lililojengwa katika karne ya 19. Ndani ya kanisa hilo kuna kisima ambacho familia takatifu ilikunywa maji wakati wa kukaa kwao katika eneo hili. Eneo la 16, Al-Bahnasa. Al-Bahnasa ni kijiji kikubwa kilichopo chini ya wilaya ya Bani Mazar katika jimbo la Alminya. Al-Bahnasa iko umbali wa takriban kilomita 17 magharibi mwa Bani Mazar. Kijiji hiki kipo kando ya jangwa la Magharibi, karibu na bahari ya Joseph. Wakazi wake wote ni Waislamu. Zamani kilikuwa ni jimbo kubwa la Kikristo ambalo lilikuwa na makanisa mengi, mashirika mengi ya kitawa na konventi. Hivi sasa ndani ya uzio wa msikiti wa kijiji kuna miti mikubwa miwili iliyo na maneno mti wa Miriam yaliyoandikwa juu yake. Hii ni mojawapo ya maeneo ambayo familia takatifu ilitembelea. Eneo la 17, shirika la watawa wa Mtakatifu Maria wa Jabal al-Teir, Samalot. Shirika hili linaangaliana na mto Nile na liko upande wa mashariki mwa mji wa Samalot. Linajulikana kwa majina mengi. Shirika la Jabal al-Teir au shirika la mlima wa ndege. Wakati wa miezi ya baridi, aina ya kipekee ya ndege ilikuwa ikifurika hapa kutafuta joto. Shirika la Bakara au shirika la Winch. Shirika hili liko kwenye ukingo wa mlima Bakara. Yeyote ambaye alitaka kufika huko alihitaji kufanya hivyo kwa boti kwenye mto Nile na kisha kupanda mlimani kwa kutumia sanduku la mbao lililounganishwa na kamba. Kamba hiyo imeunganishwa na winch kubwa Bakara iliyopo juu ya mlima. Wakati winch inapochezwa, kamba inavuta sanduku la mbao juu hadi inapofika juu ya mlima na watu kutoka salama. Kifaa hiki cha winch pia hutumika kupata maji kutoka mto Nile ambao unapita moja kwa moja chini ya shirika. Shirika la Kaf au shirika la Palm. Maandishi ya kale yanatufundisha kwamba wakati familia takatifu ilipokuwa ikisafiri kuvuka mto Nile moja kwa moja chini ya eneo hili, jiwe moja lilianguka na kuelekea moja kwa moja kwenye mashua ambayo familia takatifu ilikuwa ikisafiria. Hata hivyo, Bwana wetu Yesu aliunyoosha mkono wake na kuzuia mashua isipigwe na jiwe, hivyo halikuwadhuru. Zaidi ya hayo, alama ya mkono wa Bwana ilionekana kwenye jiwe hilo. Jiwe hili bado lipo pamoja na alama ya kiganja cha Bwana wetu Yesu, linahifadhiwa katika moja ya makumbusho ya Uingereza. Wakati wa uvamizi wa Uingereza nchini Misri, Waingereza walilisafirisha jiwe hilo kwenda Uingereza. Kanisa la kale la monasteri limechongwa ndani ya mlima kwa sababu Malkia Heleni, mama yake Mfalme Konstantine, alifika katika eneo hili katika karne ya 4 na kuamuru kanisa lichongwe hapo. Malkia Heleni pia aliagiza kwamba kanisa hilo liitwe kwa heshima ya mama yetu Bikira Maria. Ndani ya kanisa kuna nguzo kubwa ya mawe, ndani yake kuna kisima cha ubatizo kilichochongwa. Monasteri ya Mtakatifu Maria Jabal al-Teir ni moja ya alama muhimu zaidi ambazo familia takatifu ilitembelea. Eneo la 18, Al-Ashmunein, Malawi.
Baada ya familia takatifu kubariki Jabal al-Tair katika mji wa Samalot, walivuka mto Nile na kusafiri magharibi kuelekea wilaya ya Al-Ashmunein. Al-Ashmunein ni moja ya miji ya kale zaidi nchini Misri na inajulikana sana kwa Askofu Abba Sawiros aliyeishi huko katika karne ya 4. Ilikuwa chini ya uchungaji wa Abba Sawiros ambapo muujiza wa kuhamisha mlima Mokattam ulitokea Kairo. Abba Sawiros pia alikusanya kwa bidii wasifu wote wa mapatriaki, kuanzia Mtakatifu Marko alianzisha kanisa la Kikopti nchini Misri, hadi mapatriaki wa karne ya 10. Eneo la 19, Mair. Familia takatifu iliondoka hadi kijiji cha Mair kilicho kilomita 7 magharibi mwa mji wa Kos, katika Misri ya juu. Watu wa kijiji hiki walikaribisha familia takatifu, hivyo Bwana Yesu na Bikira Maria waliwabariki. Hadi leo hiki ni kijiji kitakatifu na baraka zinazotoka hapa ni mwanga kwa wote. Eneo la 20, Mlima Koskam ambapo linapatikana shirika la Muharrak kwa sasa. Familia takatifu iliondoka kutoka Mair hadi Mlima Koskam, eneo lenye milima na majani ya jangwani kama nyasi za alfa ambazo zilitumiwa kuchomwa ili kutengeneza sanda za mazishi. Hivyo, eneo hili lilijulikana kama mahali pa mazishi. Kwa sasa kuna shirika mahali hapa lililopewa jina la Bikira Maria al-Muharrak. Hii ni sehemu ya mwisho na muhimu zaidi ambapo familia takatifu ilikaa kwa zaidi ya miezi 6. Ni katika eneo hili ambapo malaika alimtokea Mtakatifu Yosefu seremala na kumwambia, amka, mchukue mtoto mdogo na mama yake, mwende katika nchi ya Israeli, kwa maana wale waliotafuta uhai wa mtoto mdogo wamekufa. Mathayo saa 2:20. Kanisa la Bikira Maria katika shirika la Muharrak ni la zamani, na ndipo familia takatifu ilikaa kwa muda mrefu zaidi wakati wao nchini Misri. Wakati huo, shirika lilikuwa nyumba rahisi ya shamba. Madhabahu ya kanisa hili imeundwa kutokana na jiwe ambalo Bwana wetu Yesu alikuwa akilala wakati wa ukaaji wa familia takatifu mahali hapo. Wakati kanisa lilipojengwa, jiwe hilo liligeuka kuwa madhabahu na bado lipo hadi leo. Kuhusiana na madhabahu hii, Nabii Isaya, miaka 700 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, alisema maneno yafuatayo: siku hiyo kutakuwa na madhabahu kwa Bwana katikati ya nchi ya Misri, na nguzo kwa Bwana mpakani mwake. Isaya saa 19:19. Hakika unabii huu ulitimia, na monasteri ya Muharrak pamoja na madhabahu iliyopewa jina la Bikira Maria ziko hasa katikati ya nchi ya Misri. Aidha, kijiografia, Misri iko katikati ya dunia, hivyo baraka za madhabahu hii zinaenea kote duniani. Kanisa hili lilijengwa mwanzoni mwa karne ya 1 na Kristo mwenyewe alishuka kutoka mbinguni pamoja na mitume wake safi na akaiteketeza madhabahu hii kwa mkono wake safi. Kwa hiyo, wakati mmoja wa mapatriaki alitaka kuteketeza madhabahu, Bikira Maria, mama yetu, alimtokea na kusema, Bwana wetu Yesu aliteketeza madhabahu hii kwa mkono wake safi, hivyo haihitaji kuteketezwa tena. Kwa hivyo, hata Papa mwenyewe alipigwa marufuku kuteketeza. Kanisa linasherehekea kuteketezwa kwa madhabahu hii kwa mkono wa Bwana wetu Yesu siku ya 6 ya mwezi wa Hator wa Koptiki, Novemba 15 kulingana na Sinatarium ya Koptiki au kitabu cha watakatifu na mashahidi. Eneo la 21, shirika la Mtakatifu Maria katika Mlima Asyut. Wakati familia takatifu waliposikia kuwa ni salama kurudi kwenye nchi yao, waliondoka kutoka Mlima Koskam na kuelekea kusini kwenye Mlima Asyut. Inaonekana kwamba Mlima Asyut ulikuwa karibu na mto Nile ambapo kituo cha maboma kilikuwa. Hapo ndipo meli zilizosafiri kutoka kaskazini kwenda kusini na kutoka kusini kwenda kaskazini. Familia takatifu ilikimbilia pango kwenye kilele cha mlima kwa siku chache.
Wakati ulipowadia, walipata meli ambayo ingewachukua kaskazini mwa Misri. Pango hili lililoundwa kwenye mlima Asyut sasa lina kanisa katikati yake. Mlima huo uko umbali wa takriban kilomita 8 kutoka mji wa kale wa Asyut, ambao una historia ya zama za Farao ambao walichimba mawe kutoka mlimani humo kwa ajili ya ujenzi wa mahekalu yao. Walikimbilia pia kwenye pango hili wakati wa kipindi cha maji ya Mto Nile kupanda wakati wa mafuriko ya kila mwaka. Familia takatifu kisha ilipanda boti na kuweka safari kuelekea Palestina, kufuatana na amri ya mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, ili maneno ya nabii Hosea yatimie aliposema, kutoka Misri nilimwita mwanangu. Hosea 11:1. Baraka za familia takatifu ziwe juu yetu sote. Amina.